Moja mtu ambaye ana mapenzi na amekuwa akisaidia. Umeona zile nakisi za budget alikuwa akizikidhi yeye, anaweka fedha kwake inakwenda kule, lakini tafsiri za watu zimekuwa nyingi sana katika mapokeo. Sisi mtu yoyote anatoa pesa kwake tunamthamini kwa sababu ana majukumu mengi, ana mambo mengi, angeweza kupeleka pesa zile katika eneo lingine, lakini hawezi kwenda na klabu yetu. Kwa hivyo ni mchango mkubwa kwake yeye. Sisi tunataka yeye aendelee kuwepo, lakini aweke kisheria na atambulike. Kuto kutambulika kwake kunamfanya yeye asiongeze nguvu zaidi, lakini pia kunarudisha nyuma watu wengine ambao watakuja kufanya sponsorship, watakuja kuwekeza. Utawekeza vipi katika misingi ambayo sheria bado haijawa iko sawa? Kwa hivyo kwa hili la leo watu wengi watakuja kwa sababu tumezingatia maslahi ya watu wote. Na ile ndio ambalo Arsenal limeibuka kwamba DP wanataka kuja hapa, ni kweli? Unajua maneno yanasemwa, kwenye maneno kusemwa hatuwezi kuyajua lini litakuja, lakini yanazungumzwa. Sisi tunasema kwamba hatumkaribishi DP, tunataka tukaribishe watu wote ambao wana nia njema ya kuja kusaidiana na Simba kupeleka mbele gurudumu la kwake ili tupate mafanikio na maendeleo makubwa. Hii ndio dhamira ya Simba. Lakini nipo na DP hodi ama yanazungumzwa ya mjini, lakini sasa huko jikoni. Unajua masuala yote ambayo hayajafika mwisho katika utaratibu huwezi kukaa na kuyazungumza. Hata wale watu wa bandari, watu wakubwa, wacha yafike katika meza na yafike mwisho. Sitaki kuzungumzia jambo hilo ambalo halijafika mwisho katika mfumo na utaratibu. Sasa samani kama nakurudisha nyuma, wewe binafsi yako baada ya kumalizika kwa mkutano huu umeridhishwa? Na kama umeridhishwa, unawaambia nini baadhi ya wanachama ambao wanaonekana kutoridhishwa? Kwa hakika mimi nimeridhishwa. Watu wengi tunashindwa kuelewa tafsiri tu. Tatizo kubwa lipo kwenye tafsiri. Kila mmoja anaweza akatafsiri engo ya kwake, lakini ukiangalia engo ya tafsiri ya kisheria ni kwamba mchakato umefika mwisho na kila mmoja ameridhika, na hili ndio jambo kubwa. Na ukiwaona wengine ambao wanalalamika ni kwamba wameshindwa kuelewa tafsiri ya kisheria, maelekezo ya serikali pamoja na bodi na matakwa ya wanachama. Pia wameshindwa kutazama na kusikiliza na kuona kitu gani kilikuwa kimekwamisha mchakato huu. Mchakato ulikuwa umekwama kwa sababu tu ya taratibu za kisheria hazikuwa sawa sawa. Kwa hivyo yale yote ambayo yameletwa ndio tumeyazingatia na tumeyapitisha. Kwa hivyo wengine ambao wanalalamika vitu ambavyo wao walikuwa wanahitaji vifanyike, vimefanyika, lakini wameshindwa kuelewa tafsiri ambayo imezungumzwa pale. Wenyewe wanasema kwamba hawajayapitisha, hawajapewa nafasi ya kuyapitisha. Haya yote yamepitishwa, sisi tumekuwepo mundani na kila mmoja ameona. Ndio maana nasema wakati mkutano unaendelea, akili yako na concentration ya kwako iwapo pale mbele katika meza. Kama wewe hujakaa ukayazingatia yale yaliokuwa pale mbele ya meza, utaondoka hapo unanungunika hapo. Ndio haya